Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
mwisho wa maisha ya duniani kuwafikishe kwa mbinguni.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Joseph watakuwa na kikao baada ya misa hii, na tutakapokuwa tunatoka sasa kuchelewa kidogo, basi tutumie milango ya pembeni kutoka kwa misa tatu, tutumia mlango wa kati kuingia huko. Na tunakumbusha pia vijana na watoto, vijana wa misa yao, misa ya tatu ni vijana na misa ya 4 saa 10 jioni ni misa ya watoto. Basi tuhudhurie hizo misa ambazo zinaandaliwa maalum kwa ajili ya Afrika mbalimbali. Basi leo ni Dominika ya 14 mwaka wa kanisa, pia ni Dominika ya kwanza ya zaka ya parokia. Dominika ijayo ni Dominika ya 15 mwaka wa kanisa, pia ni Dominika ya pili ya zaka ya parokia. Tunashukuru jumuiya zilizofanya usafi na ambazo zimesimamia misa za leo. Mungu awabariki sana. Jumuiya zangu Dominika ijayo tafakari Mtakatifu Joseph watasimamia misa ya kwanza na Mtakatifu Cecilia watasimamia misa ya pili. Misa ya kwanza tulitangaza kwamba misa ya pili itasimamiwa na Charles Eugene, lakini walifanya kubadilishana. Hii jumuiya ya Mtakatifu Cecilia ilikuwa isimamie misa ya pili hii, lakini najua kama ilivyo kawaida ni jumuiya kule na watazamaji wengi wa haya vijana walikuwa na shughuli kwa tunangoa kwa ndani, sijui kama wako kwenye misa. Kwa hiyo kubadilishana kwa mabakazi kulikuwa katika mbele. Mtakatifu Ali atasimamia misa ya tatu na Mtakatifu Boniface atasimamia misa ya 4. Jumuiya zote zifike Jumamosi saa 9 alasiri kwa ajili ya usafi wa mazingira ya kanisa. Matoleo wiki iliyopita, matoleo kwa misa zote 4, jumla kuu ilikuwa shilingi milioni 7,10,300. Na pia tulipokea fedha za kigeni rupia ya India 100. Na matoleo ya zaka kwa mwezi Juni, waamini walitoa jumla ilikuwa ni waamini 1,701 ukilinganisha na mwezi Mei ambapo waamini 1,709 walitoa. Kwa hiyo kulikuwa kuna ongezeko la watoaji, na makusanyo kwa mwezi wa 6 ni shilingi milioni 79,970,729 ukilinganisha na mwezi Mei ambapo makusanyo yalikuwa milioni 92,426,484. Naomba tumshukuru Mungu kwa hayo ambayo ametendea. Tupige makofi sana. Basi tushike kidogo, lakini tunashukuru yeye aliyewezesha atatufaisha zaidi. Matoleo ya shukrani kwa Mungu kwa wiki hii. Jumuiya ya Mtakatifu Maria Goretti walikuwa na adhimisho, wametoa shukrani ya 5. Mkristo mmoja anamshukuru Mungu kwa kumwepusha na ajali ya boda na kutoa shukrani ya 10. Mkristo mmoja anamshukuru Mungu kwa maisha ya mama yake hapa duniani alipotimiza siku 40. Na kwa maombezi ya Mama Bikira Maria wanaombea pumziko la amani, shukrani ya 10. John Dasta anamshukuru Mungu kwa kurudishwa kazini na kwa Mungu amsimamie katika kazi zake zile vizuri, ametoa 50,000. Familia moja inamshukuru Mungu kwa binti yao kupata kazi serikalini, wanamweka chini ya maombezi ya Bikira Maria asimamie vema kazi zake na ametoa 20,000. Mkristo mmoja anamshukuru Mungu kwa kutimiza umri wa miaka 60 ya kuzaliwa na anaomba Mungu kuepushe na magonjwa na kumpatia umri wa miaka mingi zaidi, ametoa 20,000. Mkristo mmoja anamshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wake na anaomba Mungu awape neema kufanya vizuri katika masomo yao, kufaulu mtihani na kuwa bora, ametoa shilingi 90,000. Jumla ya shukrani kwa wiki hii ni shilingi 700,000. Basi tunaomba Mungu atakubali sadaka hizo za shukrani. Masomo, misa za somo wakanda ya jumuiya Jumamosi ijayo, Mtakatifu Bernardino Siena watakuwa na adhimisho saa 1:30 asubuhi. Mtakatifu Elizabeth Moreno, Mtakatifu Prosper na Mtakatifu Nicholas Pierre watakuwa na adhimisho saa 10 jioni mtawalia. Matangazo ya kupitia Ijumaa ya wiki inayokuja tarehe 10 tutakuwa na misa ya kiaskofu hapa
zote za nyimbo zimeandikwa. Kwa hiyo naomba tujitokeze kwa wingi siku hiyo. Misa hiyo itasimamiwa na moyo mtakatifu wa Yesu na itatanguliwa na rosari ya huruma ya Mungu ambayo itaanza saa 9 alasiri. Kwa hiyo ukata wavae sare zao, wanamoyo wavae sare zao, na waamini wengine waje sare za parokia. Kama huna basi unaweza kuvaa nguo yoyote nyekundu katika kusherehesha, lakini vitenge vikubali. Kwa hiyo anayehitaji anaweza kupata vitenge vya parokia hapo nje baada ya misa. Jumamosi ijayo pamoja na misa kwa heshima ya usafi wa Bikira Maria. Misa hii ilikuwa ifanyike jana, lakini ikasogezwa mbele kwa sababu ya hiyo misa ya upatanisho ambayo ilifanyika Msimbazi Center jana. Misa itaanza saa 3:30 asubuhi, lakini itatanguliwa na rozari kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa hiyo wagonjwa waletwe kwenye misa hiyo na sote tunaalikwa. Aidha, tunashukuru wote ambao wanatokeza katika misa ya upatanisho jimbo la jana, ambapo mapadri wengi wa shirika la Wakonventuali walipokea daraja hilo. Tunawashukuru sana. Wanakuja hapa kwa ajili ya misa ya shukrani na tujiandae kushika mkono wakati utakapofika. Sensa ya wageni tunakushana, tuko katika hatua ya kufanya maadhimisho kwa parokia, lakini ziko kata chache ambazo hazijaleta. Kwa hiyo naomba mzilete hizo fomu kuwezekana ambazo bado. Ubatizo wa watoto wachanga itafanyika tarehe 26 ya mwezi wa 7 na semina kwa wazazi na wasimamizi zitafanyika tarehe 11 na tarehe 25 ya mwezi wa 7. Mwisho wa kuleta fomu ni tarehe 11 ambayo ni Jumamosi ya wiki ijayo. Matangazo ya ndoa kwa mara ya kwanza Abakisie Israel Masela kutoka hapa parokiani na Anastasia Pitamiti kutoka Anglikana Morogoro wanatarajia kufunga ndoa tarehe 25 ya mwezi wa 7 na bwana harusi mtarajiwa anatoka kwenye Jumuiya Takatifu Carlos Mkasa. Benjamin Shumenge kutoka parokia Busana Msalala na Rosalia Faustine Nehemia kutoka parokia ya Mlango Musoma wanatarajia kufunga ndoa tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka huu. Lucas Lunyaluda kutoka parokia Salale Mhangu na Elizabeti Mtelesha kutoka parokia Sanyajiu Kilimanjaro wanatarajia kufunga ndoa tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa mara ya pili na mara ya 3, tafadhali tusome ubao wa matangazo, na anayejua Kiswahili tafadhali fikisha taarifa mapema usiku wa paroko. Vinginevyo tuwaombee wafikie sakramenti hiyo kwa moyo tamani. Tumsifu Yesu Kristo. Basi baba ameshasogea na kutakuwa na tendo dogo na kukata utepe kwa sheria ya uzinduzi. Kwa hiyo wale walioandaliwa wajiandae. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mimi kwanza kwa shirika nianze kuwashukuru. Nashukuru sana kwa jana wale ambao kusikiliza kitu Msimbazi kwa tukio kubwa la ubatizo ambao sisi kama shirika mapadri wawili walibatizwa. Tunawaalika waje hapa siku moja basi tuweze kuwashaka huduma ya mara tuweze kuwasindikiza kwa kushika mkono. Tunashukuru ni waombea ili tuwasindikize katika shirika mbalimbali. Kwa hiyo nilikuwa nimeleta na kitume niweze kujiandaa tunapokuja hapa, hatutakiwa katika nini tunapofika hapa walau sio kujiandaa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Na hospitali ile parokia yetu ilipata bahati ya kuzaa mtoto. Kuzaa parokia mpya, parokia ya Mzambili. Naomba tuipongeze. Sasa vijana wamekuwa siku nyingi kwa mama nini sasa nataka kuendelea kanisa na kuendesha. Mpango ambao unaendelea ni kwa miaka miwili sasa. Kwa hiyo tunaangalia kwa wapi na
ilikuwepo kwa muda na mpaka ilikuwa kwa muda mwingi, na hata ikilofika walikuja kwa hospitali mpaka na basi mpango ni mrefu. So kwa kwa Waislamu mpaka Katoliki na mpaka wale wale tuone kwamba labda kuna shida nyingine, lakini hii ilisha. Kwa hiyo kwa kuwa tunakubaliana sisi hapa mamlaka ya kuuliza kwamba basi kwa Yesu Kristo umezaa mtoto na mtoto wetu kwa mtoto nini wetu unaomba na nini hakuna ni taratibu tulikuwa hivyo na makubaliano yakishafikiwa, basi tunafuata kile ambacho kimekubaliwa kukubaliana kwa wazee. Tumsifu Yesu Kristo. Basi naomba hii mashaka ya makubaliano kingine ni kushukuru kwa ajili ya kuhimili kwamba imani nayo ni mzuri kwa hapa kwa mwenyekiti kwa ajili ya maadhimisho makubwa ya mwaka huu na shughuli ya wageni wetu. Nilikuwa nafanya utafiti mwaka huu mwaka jana utafiti nzito kwenye jumuiya na basi zilirudisha kwa milioni 1.1 sikumbuki sana milioni 1 kadhaa, na sasa kuna nafasi kama mwaka jana ndio hii ya kwanza zaidi kwa ile njia ya kuenda na singi jumuiya ile bahasha juzi niliamua kufanya utafiti kwenye kwa hapa nione kama ili njia sahihi, lakini mpaka jana nilikuwa na milioni 4. Lakini pia siku hiyo itakuwa ni siku rasmi ya kuwapa mwenyekiti wetu anayoshika ambaye tumekea kwa hii kwa miaka 9 kwa sababu siku mwaka akisindikizwa kwa kabisa na mhasibu wetu mstaafu ni mzee wetu Joseph Msigwa, lakini pia viongozi wale wote ambao walikuwa wanaunda halmashauri ya parokia siku hiyo kwa tunawapa na tunawaandalia masikaramu ndogo wa shukuru kazi kubwa waliyofanya kwa yetu na wao pia ndio wamekuja na vitu siku hiyo ilikuwa siku yao. Siku pia na mpango wa kuweka siku hiyo kanisa takatifu kwenye kanisa kwenye nyumba ya sister. Kwa hiyo kwa hawa kila kitu lazima iwe na kanisa kwa kuabudia sana kwa usiku hizo masali hapa. Nyumba ya siku za aina kuna mpango siku hiyo kufanya kazi hiyo kwa wakati wa siku ya Kristo ili wasaidia siku kwenda kwenye kanisa la kuabudia watu pale Canada. Kwa hiyo kwa kufanya anesi kama kwenda kwa askofu kwa mamlaka ya kufanya hivyo kwa kazi ya askofu. Lakini mamlaka haya kingine ni kutoka kwa kwenye uongozi wa kwaya ya maendeleo yetu ya vijana kama mwenyekiti atakuwa kuanzia leo John Mkoi na ambaye atakuwa ni kiongozi atakuwa Mr. Otto ambaye kwa kiongozi wa kwaya hiyo anaomba kuanzia kazi hiyo andika barua na ameridhia milango hiyo. Kwa hiyo ni mwacha huru kwa hiyo kazi hiyo basi atachukua Mr. Otto. Kwa hiyo tunaidia leo baada ya kuwa na kazi hiyo. Tumsifu Yesu Kristo.
Basi haya kwa ufupi, naomba basi tuzidi kumshukuru Mungu kwa kila jema, na leo kama alivyosema ni sherehe ya Kwaito hii. Ndio sio sherehe wanazungua hapa, wanafanya kazi kwa parokia yetu. Kila wakati wanakuwa wakifanya uziara usiku ni kwa timu mbili na kila wiki mara nyingi kwa parokia. Hiyo ni maendeleo yao. Kwa hiyo naomba Otieno kutoa ofa kwa wanawake wa haya na wao kwa kidogo wako kwa Otieno. Kwa mimi natoa ofa kwa wenzangu wa chama. Mwenyekiti wa kwaya na katibu wa kwaya ya mbele kwa mizozo kwenye shilingi kule. Basi kama unapata tiketi au fresh hata kama shilingi, naomba bileti, naomba kuongozwe na wachaka na wasukuma kumsi Yesu Kristo. Nisindikize wachaka na wasukuma na wenzako na wasukuma kabisa anafuria kwa shida kwa
Basi baada ya hilo basi tumelibariki rasmi